Wawili ni afadhali kuliko mmoja. Mhubiri sura ya 4 mstari wa 9 mpaka 10. Wawili ni afadhali kuliko mmoja, kwa maana wana faida nzuri kwa kazi yao. Yaani wawili ni muhimu kuliko mmoja, ni afadhali kuliko mmoja, maana wana faida nzuri kwa kazi yao. Wakianguka mmoja wao anaweza kumuinua mwingine. Ni Mhubiri, naendelea kusoma. Lakini mhurumieni mtu aangukaye wala hana wa kumsaidia. Hii inasisitiza urafiki, muhimu wa urafiki. Mhubiri sura ya 4 mstari wa 9 mpaka 10. Wawili ni afadhali kuliko mmoja, kwa maana wana faida nzuri kwa kazi yao. Wakianguka mmoja wao anaweza kumuinua mwingine. Lakini mhurumieni mtu aangukaye wala hana wa kumsaidia. Urafiki ni muhimu kwa sababu unatoa usaidizi, unatia moyo, unafanya kuandamana, pata shida unasaidika. Kifungu hiki cha Mhubiri kinakazia manufaa halisi ya kuwa na marafiki. Marafiki husaidia nyakati ngumu, hutoa usaidizi wa kihisia, moyo na kuboresha maisha ya kila mmoja wao. Ukiwa tuna rafiki, wala rafiki si kwamba ni upande mmoja tu. Mnaboreshana maisha yenu ninyi kwa ninyi. Kwa vijana, urafiki unaweza kuwa chanzo cha nguvu na mwongozo wa kupita kwenye changamoto. Urafiki unaweza kukusaidia ukapita kwenye changamoto na kwenda kwenye stage nyingine. Urafiki unakusaidia kukua kiroho, ukuaji wa kiroho vile vile. Kwa sababu unakuta mtu anasali, marafiki wanasali, kuna watu ambao ni partners in prayer. Watu ambao ni marafiki katika sala. Na hata wakati mwingine tunajifunza baadhi ya vitu kwa sababu ya uwepo wa ndugu zetu, binadamu mwenzetu. Ukuaji wa kiroho. Mithali sura 27 mstari wa 17. Kama vile chuma hunoa chuma, kadhalika mtu humnoa mwenzake. Kama vile unatumia chuma kunoa chuma ili iweze kuwa sharp, ndivyo ilivyo marafiki. Yaani marafiki sisi tunanoana, yaani tunasaidiana kimaisha ili tuweze kuwa sharp na kukomka maisha vizuri. Kwa hiyo Mithali sura 27 kama vile chuma hunoa chuma, kadhalika mtu humnoa mwenzake. Urafiki unaweza kuwa chanzo cha ukuzi wa maendeleo ya kiroho. Marafiki wazuri hushindana katika sala. Sio mashindano ya kutaka kumwangamiza mwenzako bali. Na ukiwa rafiki, utakubali usikie rafiki yako anaongelea vibaya alafu ukae kimya. Lazima utatetea. Ukiwa rafiki, utakubali kuchimba shimo la takataka juu ya jina la mwenzako. Kuna watu ambao ni wataalamu wa kuchimba mashimo ya takataka juu ya majina ya wenzao. Wanajeuza jina la wenzao kuwa dampo. Natupa kila aina ya takataka, anamsema vibaya. Marafiki wazuri husaidiana katika safari zao za imani, wakisaidiana kuwa watu bora na wenye nguvu katika imani yao. Kwa hiyo kama una rafiki ambaye anakusaidia kukua kiroho, anakuambia kwamba twende tukaungana. Kuna mtoto walikuwa na inspire sana. Kuna vibinti viwili vilikuwa wanakuja wanatafuta biashara samani kuungama. Anakuja na ungama, afu mzee anaungama afu anatoka na ndogo. Naangalia nasema kwa kweli hawa watapelekana mbinguni. Nasema tu wasije wakakutana tu na wanaume ambao muwe macho kesheni, kwa maana ambieni shetani na zurura na zunguzunguka akitafuta mawindo, ananguruma kama simba akitafuta mawindo. Sasa hapa mimi kama wanakuta ni wema tu, lakini baadaye wanaweza kukaribiwa wasipopata mwongozo mzuri. Marafiki wazuri husaidiana katika safari yao ya imani, wakisaidiana kuwa watu bora wenye nguvu katika imani yao. Furaha ya ushirika. Kuna furaha ya ushirika unapokuwa pamoja. Urafiki unaleta furaha ya ushirika, yaani kukaa pamoja. Wafilipi 1, Wafilipi sura ya 1 mstari wa 3 mpaka 4. Paulo anasema, namshukuru Mungu wangu kila niwakumbukapo. Katika maombi yangu yote kwa ajili yenu, siku zote nawaombea kwa furaha. Unaona Paulo hapa
anashukuru kwa jinsi alivyokuwa na marafiki wengi katika kanisa la Wafilipi. Kanisa la Wafilipi lilianzishwa nyumbani kwa mama mmoja aliitwa Mama Lydia. Yule mama alikuwa mkarimu sana kwa Paulo. Na Paulo alitunzwa sana. Walianzisha kanisa kule. Baadaye Paulo akawa ameondoka, wakawa wanamtumia fedha, wanachanga michango, wanapeleka pia katika kanisa la Yerusalemu. Paulo anaandika barua. Paulo alikuwa kimilichwa, anaandika barua, alikuwa Roma, amefungwa gerezani. Alipokuwa gerezani anaandika barua, lakini unaona anaandika barua ya furaha pamoja na kwamba yuko gerezani. Anatufundisha kitu hapo. Yaani yuko kwenye mateso lakini anaandika barua ya furaha kwa watu wengine. Wewe unaweza kuongea maneno ya furaha wakati ukiwa kwenye uchungu. Wakati una maumivu yako umefungwa gerezani unaandika maneno ya furaha kwa ajili ya watu wengine. Unamshukuru Mungu kwa ajili ya baraka za watu wengine. Paulo anafundisha kwamba yeye alikuwa gerezani huko Roma, lakini yeye anatoa maneno ya baraka, anaandika maneno mazuri kwa ajili ya kanisa la Wafilipi. Anasema namshukuru Mungu wangu kila niwakumbukapo katika maombi yangu yote kwa ajili yenu. Siku zote nawaombea kwa furaha. Urafiki huleta furaha na ushirikiano katika maisha yetu. Yaani ulikuwa na rafiki anayekujali, hata hivi jinsi mmekuja kama viwao hivi, mnajisikia furaha sana. Hii furaha unayopata hapa hivi, huwezi kuipata ukiwa mwenyewe. Huwezi kuipata ukiwa mwenyewe. Yaani unavaa nguo ama mtu anakuambia kama umependeza. Unaenda kwenye kioo unasema nimependeza mimi. Wajiambia mwenyewe. Unaona kama haitoshi. Lakini unaambia jamaa umedance. Usiniambie. Asante. Nashukuru. Nashukuru. Tunajua umri wenu huwa mnajifanyaga kuongea kama sijui nani. Ni umri ambao ukisha zaa watoto wawili unaongea kawaida. Lakini sasa hivi vijana wanasema mapendo sana. Ukija kusoma unasema sikiliza somo. Sio kama ni sisi tunaona siasa tumepitia tu stage hizo. Kupita. Lakini ni umri ambao hutaki kuvuka. Yaani kama inakuwaje tunasikia au kupata kwa redio. Haya. Basi. Kwa hiyo umri kama huu usiuvuke kwa sababu ukiuvuka ukija kuwa mzee utaanza kuishi kama kijana. Na utakutana na wazee ambao wanataka kusalimiwa dada wakati umri umeshaenda. Jueni jamani, umri wa ujana ni umri ambao unapendwa sana. Na ukishapita umepita. Hakuna kurudi nyuma. Yaani ingekuwa wazee nao wastaafu wamevaa makoti yao. Ungeambia mzee unatamani nikurudishe umri wa utoto au wa ujana? Atakwambia ujana. Na uwepo wa ujana, vijana unafanya wazee na wao wafurahie uzee wao. Yaani msingekuwepo nyinyi. Hata zile jinsi mnavyotembea mnasumbua na nini, yaani hiyo ndio inafanya wazee wajisikie wapo. Kwa wazee ambao wanapenda vijana, familia ambayo ina vijana imekaa kiupole sana. Lakini pamoja na kwamba umri wa ujana unapendwa, nilisema kule pia wewe. Ni umri ambao hauaminiki sana kile. Hauaminiki. Hakuna kupanda kwenye gari. Wakuta kijana ndio anaendesha gari. Afunda kisha kumeka mfumo. Watu wanasema nani anaendesha gari? Bwana. Haikuta mzee alikulia pale hata kama anasinzia. Ngaje ukimrudika tuogope gari la wazee kwa sababu unajua wazee kuna wakati analalaga. Kirahisi. Lakini umri wa ujana pamoja na kwamba unatamaniwa na watu wengi. Ukweli ni kwamba ni umri ambao pia hauaminiki sana. Huwa mnashutumiwa kwa vitu vingi. Hauaminiki. Yaani hauamini kwa sababu ujana ni moto sana, ni maji ya moto. Kwani ujana ni moto kwa sababu yeye kwa mfano nikiwaambia njoo hapa uje upige picha ukiwa umesimama. Yaani unashangaa hapa ukija kupiga picha hapa. Hautasema straight.
Basi ngapi? Au yaani kama vile kumeji swaga. Unaenda hivi lakini unakaa hivi. Ni umri. Unasikia vitu vina msagusi kama hivi. Unatekenye. Kwa nini? Ni ujana. Upendo ujana wako. Au ni